Assalamu alaikum. Naitwa Hafsa Al-Slim, ni mkurugenzi wa idara ya uandaaji wa viwango katika taasisi ya viwango Zanzibar. Nipo hapa mbele yenu kwa ajili ya kuwapa taarifa umma ambao ni Watanzania wote bara pamoja na visiwani kuhusu mkutano mkuu wa shirika la viwango barani Afrika ARSO kwa mwaka wa 2025 ambao utafanyika nchini Tanzania kwa upande wa Zanzibar. Katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikiwakilishwa na shirika la viwango TBS pamoja na taasisi ya viwango Zanzibar, mwaka huu imepata fursa ya kuwa mwenyeji wa halmashauri kuu na mkutano mkuu wa shirika la viwango barani Afrika ambalo linajulikana kama ARSO, utakaofanyika visiwani Zanzibar katika hoteli ya Golden Tulip kuanzia tarehe 23 hadi 27 Juni 2025 katika hoteli ya Golden Tulip ambayo ipo airport. Mkutano huu kwa mwaka jana ulifanyika jijini Abuja katika nchi ya Nigeria. Kwa hiyo kwa mwaka huu wa 2025 unatarajiwa kufanyika hapa Zanzibar katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mkutano huu unatarajiwa kuwa na wageni tofauti, takriban wageni 300 kutoka katika nchi 50 za wageni katika nchi 50 ikiwemo wanachama wa shirika hilo la viwango ambao ni nchi 43 pamoja na nchi nyingine ambazo kwa sasa bado hazijawa mwanachama katika jumuiya hiyo, lakini zinatarajiwa kuwa mwanachama wakati wowote. Na katika mkutano huu ambao utafunguliwa rasmi na mgeni rasmi ambaye ni rais wetu pendwa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Ndugu wanahabari, fursa hii ambayo imekuja kwetu sisi Tanzania haswa upande wa Zanzibar kuwa mwenyeji wa mkutano huu mkubwa wa kimataifa ni ishara ambayo kwa nchi yetu katika nyanja za uandaaji wa viwango. Kama tunavyojua sasa viwango tunaandaa viwango ambavyo vipo katika ngazi tofauti. Kwa hiyo kuna viwango ambavyo vinaandaliwa katika ngazi ya bara la Afrika. Kwa hiyo kwa mkutano huu unaokuja hapa Zanzibar unaweza kutoa nyanja katika masuala ya uandaaji wa viwango na udhibiti ubora ili kuzidi kuimarika kwa hapa Zanzibar pamoja na Tanzania kwa ujumla. Aidha, uwepo wa wageni hawa kutoka nchi mbalimbali utatoa fursa zaidi ya kutangaza bidhaa na huduma zinazozalishwa nchini, ambao wazalishaji wengi ambao watapata fursa ya kutangaza bidhaa zao kwa wageni ambao watatoka katika nchi mbalimbali za Afrika. Na sio ba Afrika tu, pia watakuwepo wadau wengine wa mashirika ya viwango kote Afrika pamoja na duniani, wakiwemo shirika la viwango la kimataifa ambalo linajulikana kama ISO. Hivyo ni fursa kwa wazalishaji kupata masoko ya nje ya nchi na kukuza biashara na kuendelea kuchangia uchumi endelevu kwa taifa letu. Kila mwaka katika mkutano huu kuna kauli mbiu. Kwa mwaka huu, mwaka 2025, kauli mbiu ya mwaka huu ni kwamba kurahisisha haki katika biashara ndani ya eneo la biashara huria barani Afrika ambayo inajulikana kama AfCFTA kupitia mifumo madhubuti ya viwango vilivyoainishwa, ambayo kwa lugha ya kigeni ya Kiingereza tunasema Accelerating Fair and Just Trade in Africa under the Africa Continental Free Trade Area AfCFTA through the Africa Coherent Regulatory Framework and Harmonized Standards. Katika mkataba huu wa AfCFTA, eneo huru la huria la biashara la Afrika ndio eneo kubwa zaidi la biashara huria duniani, lililoanzishwa na kuunda soko moja la bidhaa na huduma katika bara zima la Afrika. Lengo likiwa ni kukuza biashara ya ndani ya Afrika, kukuza nafasi za kibiashara ya bara na duniani kote, na kuhimiza uwekezaji na uandaji wa nafasi za ajira. Ndugu wanahabari, shirika la viwango Afrika lilianzishwa mnamo mwaka 1977 huko jijini Accra nchini Ghana kupitia katika Umoja wa Afrika ambao unajulikana kama AU Africa Union, ambapo kwa kushirikiana na Tume
ya Umoja wa Mataifa wa Uchumi Afrika inayojulikana kama UNECA. ARSO inaundwa na nchi wanachama 43 kupitia mashirika ya viwango ya kimataifa kutoka katika bara la Afrika, ikiwemo Tanzania kupitia katika shirika la viwango Tanzania pamoja na taasisi ya viwango Zanzibar. Jukumu la kimsingi la ARSO ni kuainisha viwango na utekelezaji wa mifumo ya udhibiti wa ubora ili kuongeza uwezo wa kibiashara wa ndani ya Afrika na kuongeza ushindani wa bidhaa na huduma Afrika pamoja na kimataifa. Ndugu waandishi wa habari, mkutano huu utaenda sambamba na maonesho ya bidhaa. Kutakuwa na maonesho ya bidhaa mbalimbali ya wajasiriamali kwa wa Tanzania ambao watakuwepo pale kwa ajili ya kuonesha pamoja na kufanya biashara ya bidhaa zao ambazo haswa zile tunazopatikana kwa upande wa Tanzania pamoja na Zanzibar. Hivyo tunatoa wito kwa wawasilishaji wa bidhaa mbalimbali na watoa huduma wa ndani ikiwemo huduma za kitalii kujitokeza, kushiriki, kudhamini ili kutangaza bidhaa zao wakati wa mkutano huu. Na pia tunakumbuka kwamba tulifanya shindano la Insha la barani Afrika, tukapata washindi kwa upande wa kitaifa. Kwa hiyo kwenye mkutano huu wale washindi wote wa kitaifa watapelekwa kwenda kushindanishwa kimataifa, na washindi watatu ambao watapatikana wa kitaifa wa kanda ya Afrika watapewa zawadi katika mkutano huu. Na mkutano huu pia utakuwa katika siku ya ufunguzi utakuwa upo live kupitia vyombo mbalimbali vya habari vya hapa Tanzania. Kwa hivyo nasema karibuni nyote, na napenda kuwakaribisha katika mkutano huu mkuu ambao utakaofanyika hapa Zanzibar. Asanteni sana.